فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما توفيقي إلا بالله، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Swali la muulizaji kwamba yeye kwa maelezo yake alifanya kosa la kutoka kinyume, kutoka ndani ya sheria kwa kufanya kilichokuwa hakifai kufanywa katika tendo ovu la mahusiano ya kindoa bila kuwa na ndoa ndani ya Ramadhani, nini afanye? Aljawab, bismillahir rahmanir rahim. Qabla kulli shay'in yajibu tanbihu bi anna az-zina muharramun shar'an wa huwa jarima wa jurmuhu laysa fi Ramadhana faqat wa innama fi jami'i wa fi sa'iri al-ayami. Kwanza kabisa katika jawabu ya swala hili tutoe tambihi ya kwamba jambo au kitendo cha kufanya uzinifu ni kitendo ambacho kimezingatiwa kisharia kuwa ni kosa na ni dhambi mbaya, dhambi kubwa. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina, wala musikurubie zina. Lakini pia uharamu wa jambo hili hauko tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, bali uharamu huo unaendelea kuwa upo katika hali zote, wakati wote na pahala popote. Sasa mara nyingi hutokezea kwamba mtu kujihisi kwamba kosa hili ni kosa kubwa sana kwa kuwa Ramadhani, kana kwamba ikiwa si Ramadhani ni kosa dogo. Hii si dhambi ndogo. Kwa itifaki ya maulama wote, hii ni dhambi kubwa, na dhambi ya aina hii haiwezi kufutwa isipokuwa kwa kufanya toba ya kweli iliyotimiza masharti yake sahihi. Sasa hukumu kwa mujibu wa swala hili hakubainisha kwamba je, kosa hilo umelifanya Ramadhani mchana au Ramadhani usiku, sababu hukumu ziko tofauti kwa mujibu wa wakati ambao tukio hilo limefanyika. Ikiwa alifanya kosa hilo wakati wa usiku, kwa maana kuanzia baada ya magharibi mpaka kabla ya muda, mpaka ule mwisho wa muda wa usiku unapoanza kuingia katika wakati wa alfajiri, basi hiyo itakuwa ni dhambi ambayo toba yake ni kujiepusha na kosa hilo, kujivua makosa kama hayo na kurudi kwa kujuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuweka makusudio na azma na nia ya kwamba hatorudia tena kosa la namna hiyo. Kwa hivyo kijuta kafanya na hayo yalobakia, basi itakuwa kwake dhambi hiyo inaondoka kwa taufiki ya Allah, ikiwa toba yake itakubalika mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutimiza masharti yake. Yatosheleza baada ya hapo tu ni kwamba qul amantu billahi thumma istaqim. Kitu muhimu kwamba ni kustaqim katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa maana arudi katika njia ya uongofu, aache hayo yote, akae katika njia iliyo sawa, na hiyo kwake ni toba tayari. Zaidi ya hapo ni kwamba akithirishe kufanya amali za kheri, ikiwa ni sadaka, ikiwa jambo la kheri lote alifanye. Lakini idha kana qad irtakaba hadhihi aljarimata naharan wa huwa saimun fa alayhi ma yali, na ikiwa alifanya dhambi hiyo, alifanya uzinifu wakati wa mchana, Ramadhani mchana, manake kwamba amefunga au hakufunga. Kafanya Ramadhani mchana, methali kwamba hakufunga kwa udhuru wa kisheria, maana kafungua kwa makusudi, mfano afa kafanya hilo, au alikuwa amefunga kafanya hilo wakati wa mchana, basi huyo analazimikiwa mambo yafuatayo. Moja katika hayo ni toba kwa masharti yake tulizozungumza yote. Jambo la pili kwamba wa alayhi qada'u yawmihi, na analazimika, anawajibikiwa kuilipa ile siku ambayo amefanya tendo hilo, ikiwa ni mchana, kwa maana hiyo siku moja pia ailipe peke yake. Lakini juu ya hayo pia wa alayhi kafara mughalladha, na analazimika kutoa kafara, tunasema ya makefuto, kufanya jambo ambalo la kufuta dhambi hiyo ambayo tunaita kafara, nayo ni kulisha masikini 60 au kuwavisha masikini 60. Lakini katika asli tunaanza kwamba ni kufunga miezi 2 mfululizo, ndio asli inakuja. Ikiwa hakuweza kufanya moja katika kufanya hilo la mwanzo, ndio kwenda katika hukumu nyingine ya kulisha masikini 60 au kuwavisha masikini 60.
Kwa hivyo hukumu ya asli ni kufunga miezi miwili mfululizo, kwa maana asikate hata siku moja katika hiyo miezi miwili, isipokuwa kwa kula, kwa kufutari na kula daku na mengine, lakini ikifika muda alfajiri tena anaanza kufunga kama kawaida na toba juu. Kwa hivyo hayo yote lazima atekeleze. Yani kosa la jinai kisheria kufanya zinifu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, kosa la jinai. Kwa maana ikawa hukumu ya mzinifu ima kupiga bakora 100 hadharani kisheria, ikiwa hajawahi kuoa au kuolewa, na vinginevyo basi anakwenda katika hukumu ya kupiga mawe mpaka kufa, kama lao ingekuwa sheria ya Kiislamu inasimamiwa katika mipaka yake namna ile. Haya, kwa hivyo hizo ndo hali ambazo tunajibu katika swala hilo. Wallahu ta'ala. Naam.